Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Ni wiki nyingine tunakutana katika kipindi chetu cha Mkulima, tukiwa tayari kujifunza mbinu tofauti za kilimo pamoja na teknolojia zinazoimarisha afya. Mimi naitwa Boniface Mutunga. Karibu. Kulingana na takwimu zilizochukuliwa katika mwaka 2024 za uzalishaji wa maziwa katika taifa la Kenya, ni kwamba Kenya ilizalisha lita bilioni 5.2. Najua unajiuliza, maziwa yakitoka kwenye shamba kama hayapiki chai yanakwenda wapi? Mtazamaji wa kipindi cha Mkulima, leo hii tunamtembelea mkulima ambaye anaongeza dhamani katika maziwa. Tunataka tujue biashara hii inamfaidi vipi na alianza vipi na ikoje. Njeri, jambo. Si jambo. Unafanya nini hapa? Nafanya value addition kwa maziwa, kuongeza dhamana kwa hiyo maziwa, ili kila mtu mwenye anatengeneza maziwa ama mwenye wakulima wenye wananiletea maziwa wawe na dhamana kubwa kuliko yenye wanapata kwa kupeana tu maziwa kwa kutengeneza chai. Ulianza wapi shughuli hii ya kuongeza dhamani katika maziwa? Nilianza mwaka wa 2019. Kwa sababu niliona kulikuwa na maziwa mingi sana inapotea. Ndiyo. Kwa sababu ukiongeza maziwa dhamana inakuwa na siku mingi ya kutumika. Alafu kumekuwa na shida sana kwa sababu kila wakati maziwa ikikuwa mingi kwa soko ama ikikuwa mingi kwa shamba, unaona hiyo maziwa inamwagwa kwa sababu hakuna mahali ya kupeleka hiyo maziwa. Sasa venye nafanya, ninaongeza muda kwa hiyo maziwa kuwa mzuri na pia kuongeza nutrients kwa hiyo maziwa. Sasa inakuwa iko na pesa mingi kwa mkulima na iko na pesa na iko na nutrients mingi kwa mwili, kwa kusaidia mwili. Yes. Tupo katika eneo la Kiambu na eneo hili linajulikana kwa uzalishaji wa maziwa kwa wingi. Unapata maziwa yako wapi haswa? Kwa wakati huu, kwa sababu ya issues tofauti, ninachukua maziwa kutoka kwa cooperative yenye iko kwa hii sub county. Na kwa hivyo naweza kuchukua hiyo maziwa kutoka kwa dairy kwa sababu sasa wakulima wenyewe wanapeleka maziwa hapo. Ndio. Hii ni kwa sababu ya zile kuna vipimo fulani zinaweza tufanyika kwa hiyo dairy. Ndio. Zenye sahihi kwa wakati huu sina. Sasa kwa hiyo ndio maana nachukua hiyo maziwa kutoka kwa hiyo dairy, alafu inakuja ikiwa maziwa inaitwa pasteurized ama maziwa yenye imechemshwa. Yes. Kwa hivyo wanachemshia kule, wanakuletea ikiwa wanachemsha tu kule, wananiletea hapa ikiwa tayari. Yes, ikiwa tu tayari tu. Lakini tu kuchemsha peke yake. Hizi vitu zingine ndio mimi nafanya, natengeneza yogurt, natengeneza product nyingine inaitwa kefir, na natengeneza nyingine inaitwa Greek yogurt, na pia maziwa lala. Kwanza turudi nyuma sasa. Wakati ulipofikiria kuanza, ilikuwa gharama kiasi gani kuanzisha kiwanda kama hichi ambacho uko nacho hapa kwa sasa hivi? Sikutumia pesa mingi kuanza kwa sababu nilianza kwa chini kabisa. Ile inaitwa cottage. Ile ya kwa nyumba, nilikuwa natengeneza kwa nyumba. Kwa hivyo natengeneza na sikuwa na mashini yoyote ile. Nilikuwa tu natengeneza na zile vitu tu niko nazo kwa nyumba. Kama hii moja inaitwa fireless cooker. Hiyo ndio nilikuwa natumia kuweka maziwa yangu ikiwa na joto na inakaa hapo kwa zile masaa inafaa na ninatoa kama iko bado moto. Ile temperature inafaa. Ukiangalia taifa la Kenya lina regulations ambazo unastahili kufuatilia kama KEBS. Hebu tuzungumzie hizo kiasi. Hizo ni vitu zenye zinafanya mtu mwenye anatengeneza maziwa kama mimi ama value add kama mwenye nafanya ikuwe na standard moja kila mtu yenye anaweza tumia. Na kwa hivyo hizo vitu ni vitu zenye ziko na muhimu kwa sababu inafanya kila mtu akue sawa. Na ile maziwa kila mtu mwenye anatoa ikue katika ile kiwango yenye inahitajika kwa afya, juu ya afya. Kwa sababu saa zingine unapata kuna wengine wetu tunafanya kazi, lakini katika ile harakati ya kufanya unajipata hiyo maziwa yako labda imepata shida katika kama unaitengeneza. Lakini ukiwa na standards zenye unafaa kufanya, kuna zile vitu zenye unafaa kufanya kila wakati na kwa kila dakika ama kila
stage yenye uko nayo ya kutengeneza hiyo maziwa, kwa sababu hii maziwa inatengenezwa na stages. So kwa kila stage una make sure hiyo le standard iko yenye imewekwa na KEBS unaweza kuifikia. Wakati maziwa yako yamefika kutoka mahali unachukua, unaanza vipi? Maziwa yangu ikifika, naanza kupima. Na napima kutoka hii machine ya kupima. Nachukua maziwa yangu, napima, naangalia kama ile kipimo ilikuwa yenye nilikuwa nimeagiza. Alafu nikipima hivyo nikiona iko sawa, naendelea kupima na napima na hii. Hii inaitwa thermometer. Napima hiyo maziwa, nione kama hiyo maziwa iko sawa na ile temperature inafaa kufika nayo. Na hiyo temperature ni gani? Inafaa kufika na 4. Yes, 4 degrees kwa sababu itakuwa tu imepoa hiyo maziwa. Kama imechemshwa wakati huu inaweza kufika na 10 kwa sababu itakuwa imekuja kwa haraka. Lakini most of the time inafika na 4. Kwa sababu imewekwa imepitishwa kwa mfereji ya kuosha hiyo maziwa juu ya transport. Ikifika hivyo nakuja naeka maziwa yangu kwa hii machine. Hii inaitwa pasteurizer. Hii ndio ya kuchemsha maziwa na inaitwa batch pasteurizer kwa sababu iko na viwango tofauti. Kila wakati ukipata maziwa na ukifanya vipimo zako ni lazima urecord, kwa sababu ukikataa kuandika utakumbuka ni nini ulikuwa unafanya. Na kwa sababu uko already umetengeneza ile ratiba ya ninafaa kukua na maziwa inatoshana aje, ninafaa kukua na temperature yenye inatoshana aje. Kwa hivyo ni lazima urecord ili uende kwako kama njia ya kujua ni nini ilikuja, ilifika ikiwa vipi. Ni lazima uandike hizo vitu zote, ili ukiandika kwa kitabu yenye unafaa kuandika itaonyeshana, kwa sababu ya kila batch ni lazima ikuwe na vipimo zake zote. Ukiweka maziwa hivyo unafunika, alafu unahakisha hii mashini. Hii machine itatusaidia kuwarm hii maziwa. Utakuja hapa una set ile time, ile temperature yenye unataka maziwa yako ikue nayo, kwa sababu zile viungo tutatumia kuweka kwa hiyo maziwa ili kuje ikue yogurt ni lazima zikuwe zinawekwa katika wakati tofauti. Wakati wa kwanza tutaweka na 50 degrees centigrade. Sasa kwa hivyo sasa tutangojea maziwa ichemke mpaka ifike 50. Ikifika 50 sasa tunaongeza viungo kadhaa. Tunaongeza kitu tunaita pectin. Pectin ni ya kushikanisha hizo vitu, na pia tutaweka maziwa ya unga na tutaweka starch. Tunaweka hiyo ni ya kushikanisha hiyo pectin kwa sababu inasaidia kuunganisha. Lakini kwa watu wasidhani tunaweka chemicals. Pectin sio chemical na hakuna kitu inabadilisha kwa hiyo maziwa ama kwa yogurt yenye itakuwa imeiva. Kwa hivyo hakuna kitu ina change yoyote. Maziwa ikiwa mingi sana unapatanga wakati unakuwa mrefu kiasi. Lakini maziwa ikiwa kidogo inakuwa wakati mdogo. Lakini the most important part ni temperature. Temperature yetu ikifika 50 sasa tunaweka kitu moja. Pectin. Yes, tunaweka pectin na hiyo unga na hiyo maziwa ya unga. Maziwa ya unga venye inafanya tu ni kufanya maziwa ikue smooth na ikue na ladha fulani iko nayo, lakini sio lazima uweke maziwa ya unga. Hapana. Sasa ukitoka hapo kwa kuchemsha, ikifika 50 unasimamisha kidogo kama dakika 30 hivi ili uweze kutengeneza ili uweze kushika vizuri hizo viungo utakuwa umeongeza. Alafu unaendelea kuongeza. Ikimaliza muda wa dakika 30 utaongeza temperature ifike 65. Ikifika 65 utaweka sukari. Ukiweka sukari sasa hiyo wakati hautagoja tena, utaendelea kuchemsha mpaka maziwa yako ifike 90 degrees. Ikifika 90 degrees ndio sasa unagojea hivi dakika 5 hivi dakika 10.
alafu unaanza kupoesha hiyo maziwa yako. Utapoesha kila kitu utafanya kwa hii machine. Kwa sababu iko set kufanya hizo vitu zote. Hiyo kuhold naita holding kwa kimombo. Ndio. Lakini ni hiyo kusimama kidogo, maziwa inashikana na inaweza kushikana na hizo viungo zenye umeweka. Kwa hizo wakati ikifika 90 ni ya kufanya chochote kile kinaweza kukua kwa hiyo maziwa, kama bakteria ama virus ama kitu yoyote tu yenye haifai kukua kwa hiyo maziwa. Na kwa hizo viungo zenye nimeongeza, hiyo ndio maana tunachemsha mpaka 90. Kwa sababu hii maziwa ilikuwa ishachemshwa tayari kwenye nilikuwa nimekueleza. Lakini hiyo kuchemsha ya pili tunachemsha kwa sababu tumeongeza viungo. Na hizo viungo zinaweza kuwa na bakteria, zinaweza kuwa na kitu kingine yenye haifai. Yoyote tu. Na sasa kwa hiyo tukichemsha hiyo inaua hiyo. Alafu sasa tunapoesha tena pia kwa hii mashini bado. Tukipoesha, hii ni maji ya kupoesha. Ipo hapa ndani. Kwa hii tank. Sasa hii mashini iko na pump, inapiga pump, inapoesha maziwa na inapoesha na maji yenye iko baridi, ikirudisha maji yenye iko moto. Kwa sayansi tumeona maji moto inakaa juu. Ndio. Na maji yenye iko baridi inakaa chini. Kwa hivyo hii inafanya hivyo, hiyo ni hiyo technology yenye inatumia. So maji yenye inaingia chini kwa sababu yenye iko baridi, yenye iko juu inaingia juu kwa sababu ndio inatoka huku kwa hiyo moto ikiwa moto. Nikipoesha maziwa ninapoesha mpaka 45 degrees. Hiyo 45 degrees, between 45 degrees and 43. Sasa nikifanya hivyo nakuja naweka yenye tunaita culture. Culture ni yenye sasa inafanya hiyo maziwa kuganda. Ukiweka hiyo maziwa, ukiweka hiyo culture, sasa unagoja maziwa for 6 hours. Sasa ikigoja 6 hours ndio inatoka. Unatoa hiyo maziwa yenye nimeweka tu hapa, utatoa yote ikiwa yogurt. After those 6 hours. Hii process most of the time ina take 7 to 8 hours. Ikiwa yote sasa ninaanza kutoa maziwa. Lakini sasa ikiiva na hiyo 45, kwa sababu hii machine ina make sure hiyo maziwa haitateremka hiyo na haitapanda tena. Haitapanda hiyo temperature na haitateremsha hiyo temperature. Sasa inakaa hivyo. Kuna kitu moja na shina nikiambia watu, especially wenye wanatengeneza hii maziwa. Every time unatengeneza maziwa ya yogurt, unatengeneza maziwa ya maziwa lala, unatengeneza product yoyote ya maziwa yenye inafaa kuwa na fermentation. Ile kitu iko ya muhimu kabisa kushinda kila kitu ni temperature control. Ukiweza kufanya temperature control, hii maziwa yako hata haiwezi pata hiyo madhara yoyote ama hata kwa yenyewe, kwa sababu saa zingine maziwa ikikuwa moto sana zaidi ya venye inafaa, inakaa kama iko na tumbegu huko ndani. Ukikunywa hivi unasikia kama iko na unga ama kitu yenye huelewi ni nini. Alafu ikikuwa baridi zaidi, sasa tena haitaiva hiyo masaa 6. Itahitaji masaa mengi kuiva, na sasa hiyo utakuwa umeharibu hiyo maziwa yenye yako. So ile kitu ya muhimu sana especially ni kuangalia hizo temperatures. Hizo temperatures nimemention hapa zinafaa kuangaliwa sana. Kama hauna hii mashini yenye unatengeneza, ni lazima ukuwe na thermometer. Uwe ukipima, kwa sababu kuna watu wengine hawana hii mashini na bado wanatengeneza, na ni sawa. Maziwa ya kuchemsha ya kutengeneza yogurt au chemshi kama ile maziwa ya nyumba yenye unaweka tu kwa sufuria unachemsha. Lakini unaweka hii sufuria kubwa, unaweka maji, alafu unaweka maziwa yako kwa ndoo ama kwa kitu yoyote tu yenye iko haisia ya plastic, kwa sababu huwezi kuchemsha maziwa na kitu ya plastic. Unaweza tuweka kwa ndoo kama hii. Alafu unatumia jiko. Unaweza tumia jiko ya makaa ama unaweza tumia ile jiko ya meko ama hii ya gas kama hii. Alafu ukiweka hiyo maji, lazima maji ikuwe karibu kufikiana na ile maziwa umetengeneza, kwa sababu hiyo maziwa ya kutengeneza yogurt inachemshwa na maji. Haichemshi
inachemshwa na steam. Kwa hivyo kama kiwango cha maziwa kimefika hapa, maji nje yafike hapo tu. Inaweza fika hapo tu ama chini kiasi. Alafu unafunika. Kama mimi nimetumia hii kifuniko. Hii kifuniko kwa sababu inaweka steam. Na sasa steam hiyo haitapotea kwa sababu sasa unaona saa zingine ndoo ukiweka ile ya flat ndoo yako maybe haitakuwa imefikia. So unafunga hivyo, alafu hiyo maziwa inachemshwa na hiyo steam. Alafu unaendelea tukifanya hizo vipimo zingine zako kama venye nimekueleza hapo mbeleni na thermometer. Haya. So maziwa yako ikiiva na ukimaliza ukiweka culture, unaweza tumia hii. Hii ndio tunaita fireless cooker. Fireless cooker venye inafanya inaweka hiyo joto. Kwa sababu ile maziwa ni lazima iive kwa joto fulani. Unaweka hii na inaweka moto mpaka masaa 6. Kwa hivyo unaweza tutumia hiyo. Anasema alianza chini, na kama kijana una nafasi pia ya kuanza chini ukapanda mpaka ukawa katika kiwango ambacho Njeri amefika. Isitoshe, ni biashara ambayo inaweza kukupatia kipato zaidi. Usiuze tu maziwa, pia fikiria kuongeza thamani katika maziwa ambayo unapata kwenye shamba lako.